Katika hatua muhimu ya kuimarisha utekelezaji kazi wa taasisi za umma na kuleta mageuzi chanya katika uongozi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa kushirikiana na Chuo cha Utawala wa Umma IPA imeandaa mafunzo maalum kwa viongozi wakuu wa taasisi zinazojitegemea. Mafunzo haya si tukio tu la kawaida, bali ni mkakati unaolenga kuimarisha misingi ya uongozi bora, uwajibikaji na utendaji kazi wenye tija katika taasisi hizo. Katika mazingira ya sasa yaliyojaa changamoto mpya, ikiwemo mabadiliko ya mifumo ya kazi, matumizi ya teknolojia, uwajibikaji wa umma na matarajio makubwa ya wananchi, ni dhahiri kwamba mafunzo endelevu kwa watumishi wa umma, hususan viongozi wa ngazi za juu, si hiari tena, bali ni hitaji la msingi katika kujenga utawala bora na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Aidha, mafunzo kama haya yanawapa viongozi fursa ya kujitathmini, kubadilishana uzoefu, kujifunza mbinu bora za uongozi na kuimarisha maamuzi yenye tija kwa maendeleo ya taasisi na taifa kwa ujumla. Katika ulimwengu wa leo, ufanisi wa taasisi unategemea sana kwa kiasi kikubwa ubora wa viongozi wake, ambao ndio dira inayowaongoza watumishi katika kuwahudumia wananchi na taasisi hizo. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeona ni vyema kuwekeza katika rasilimali watu kwa kuwajengea uwezo viongozi hawa katika masuala ya kiutendaji, usimamizi wa rasilimali, maadili ya uongozi, pamoja na mbinu za kisasa za kufanya maamuzi. Niwaombe sana, mafunzo haya tulifanya, tukachukue, tukareflect kwenye taasisi zetu na tuyatumie kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kikubwa tukasimamie watumishi wetu. Jambo kubwa tunalojua ambalo linashusha ufanisi ni ukosefu wa nidhamu. Msiwe na muhali katika kuchukua hatua za kinidhamu pale watumishi wanapofanya makosa. Kama ilivyo kwa mtoto wako, akifanya makosa unamchukulia hatua. Si tu kwamba unataka kumuumiza au kumuonea, ni kwamba unataka kumnyoosha asiharibikiwe. Watumishi wakiachwa wakafanya makosa, wanaharibu taasisi, lakini wanakuwa hatoi huduma zinazostahiki kwa wananchi ambao wanatutarajia tuzitoe, na nyinyi mmeaminiwa kupewa taasisi zenu kwa ajili ya kutoa huduma hizo. Mafunzo haya ambayo yatakuwa endelevu kila mwaka yana lengo la kuhakikisha kuwa viongozi hawa wanabaki kuwa wabunifu, wawajibikaji na wenye uelewa mpana wa mabadiliko ya sera, sheria na mazingira ya kiutendaji. Hii inaendana na dhamira ya serikali ya kujenga utumishi wa umma ulio imara, unaozingatia misingi ya haki, uwazi na uwajibikaji. Mafunzo haya yanabezi zaidi katika masuala ya uongozi, na kwa sababu sote ni viongozi, lakini kupewa wadhifa ni kitu kingine na kuongoza ni kitu kingine. Kwa hivyo tutabadilishana mawazo namna ya kuongoza, na lengo zaidi ni kuhakikisha taasisi zetu zinafanya kazi kwa ufanisi. Kupitia mafunzo haya, viongozi wanapata fursa ya kujadili changamoto wanazokutana nazo katika taasisi zao, kubadilishana uzoefu na kujifunza mbinu bora za kimataifa za uongozi na usimamizi. Zaidi ya yote hayo, mafunzo haya pia yanasisitiza suala la uadilifu katika utumishi wa umma, kwani maendeleo ya taifa hayawezi kupatikana bila viongozi wanaosimamia rasilimali za umma kwa uaminifu na weledi, ambao ndio msingi mkubwa unaojenga imani ya wananchi kwa serikali yao. Katika utendaji wa kazi yoyote, kupata elimu ni kitu muhimu sana, na hasa mada zilizotolewa katika hiyo muda wa siku 2. Tumefundishwa mambo ya kuwa kiongozi, mikakati mbalimbali ya mafanikio kwenye kazi zetu, na kufanya maamuzi katika muda sahihi na maamuzi yaliokuwa sahihi. Kwa hiyo yatasaidia kuboresha utendaji wetu, tukijua kama sisi wakurugenzi au wakuu wa taasisi tunatekeleza maono na mikakati ya serikali kuu. Kwa ili jambo lolote ulifanya kwa ufanisi, lazima upate elimu.
Kwa hiyo sio wote walioteuliwa kwenye nafasi hizi wana elimu kwa zile nafasi walizowekwa, na sio wote wanajua nini maana ya kiongozi, na ili kiongozi ufanikiwe upite njia hizi, njia zipi. Kwa haya mafunzo yamekuja kutuelekeza njia ya kupita na mikakati ya kufanya ili tufanikiwe sisi kama wakurugenzi na pia serikali nzima. Nimejifunza masuala ya uongozi katika kutatua matatizo mbalimbali ya wananchi, lakini kama hayo hayatoshi, vile vile nimejifunza maadili ya viongozi wa umma katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kushughulikia kuhudumia wananchi, lakini pia wadau wetu mbalimbali ambao tunashirikiana nao kwenye majukumu yetu ya kazi. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo tumeyapata katika mafunzo haya. Kwa kiujumla, sisi tunahisi katika utendaji wetu wa kazi yatatusaidia kwenda kutubadilisha na kwenda kubadilisha muonekano wa taasisi zetu katika kufikia malengo ya serikali, kwa maana sisi ndio wasaidizi wa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa sana ya kumsaidia katika maeneo mbalimbali ambayo tunafanyia kazi. Tunaelewa kwamba taaluma ni kitu muhimu kwa mtu yoyote katika ngazi yoyote, kwani elimu ya jana na leo ni tofauti. Tunayo taaluma kuhusu masuala ya uongozi, lakini kila tutakapopata taaluma zaidi tutakuwa viongozi bora na tutaendeleza kazi zetu kwa ufanisi na uadilifu. Mafunzo yana faida kubwa ambayo tumeyapata. Miongoni mwa hayo, taaluma ya uadilifu katika uongozi. Tunatakiwa tuadilifu kama ni viongozi, namna gani tunadili na watendaji wetu katika kazi mbalimbali ili tuweze kufikia malengo na majukumu yale ambayo tumejipangia na kufikia ubora katika taasisi zetu. Kuwekeza katika mafunzo haya mara kwa mara, serikali inaonyesha kwa vitendo kuwa inatambua kuwa mabadiliko ya kweli huanza na uongozi thabiti. Viongozi wakipewa maarifa sahihi na kuongozwa kwa misingi ya maadili, taasisi zao zitafanya kazi kwa ufanisi zaidi, mapato yataongezeka, huduma zitaboreshwa na hatimaye ustawi wa wananchi utaimarika. Kama Chuo cha Utawala wa Umma tunahakikisha kwamba mafunzo haya yameleta tija kwa viongozi wetu na tunatarajia mabadiliko makubwa katika taasisi zetu, na hasa ukizingatia mada mbalimbali zilitolewa, zikiwemo mada za maadili, mada za uongozi wa kimkakati, mada za itifaki na nyingi nyinginezo. Kwa hiyo tunaamini kwamba baada ya mafunzo haya kumalizika, wakuu mbalimbali wa taasisi watakwenda kutumia mafunzo haya katika taasisi zao, na tunatarajia mabadiliko makubwa, lakini lengo ni kuweza kufanya kazi zetu kwa kasi ya awamu ya 8 kwa ajili ya kuletea maendeleo wananchi wetu wa hapa Zanzibar. Hatua hii pia ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya kitaifa ya maendeleo inayolenga kujenga uchumi imara na shindani. Taasisi zinapokuwa na uongozi bora, zinakuwa na uwezo wa kuvutia serikali pamoja na kusimamia miradi kwa weledi. Mafunzo haya ni zaidi ya darasa la kawaida, ni jukwaa la kujenga kizazi cha viongozi wanaotambua kuwa nafasi zao ni dhamana kwa taifa na wana wajibu wa kuwatumikia wananchi kwa moyo wa uzalendo na uadilifu. Kwa hiyo ni wito wangu kwa watu wengine wengi waweze kujitokeza kwa wingi, lakini vile vile ni wito kwa wakuu wa taasisi wenzangu. Haya mafunzo ambayo tumeyapata leo ni muhimu sana, yani lazima we have to take it very serious kwa ajili ya kuzikuza taasisi zetu, kwa ajili ya kuziendeleza vizuri taasisi zetu, kwa ajili ya kuzisamia ili tuweze kuleta matunda, na vile vile ku-align na ile kasi ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi katika kuwaletea wananchi maendeleo yale ambayo yeye mwenyewe anayataka. Hivi vitu ambavyo vinafanyika kwa upande wa taasisi zetu isiishie hapa. Sisi tujikite. Mimi pale katika taasisi yangu nimekuwa nikifanya in-house training. Kwa hiyo haya tuliyoyapata hapa ni wa encourage wakuu wenzangu wa taasisi tutoke sasa tukawalishe na tukafanya implementation, proper implementation kwenye taasisi zetu. Jitihada hizi za ofisi ya Rais kwa kushirikiana na IPA zinaashiria mwanzo mpya wa kuimarisha misingi ya utawala bora nchini. Ni wito kwa kila kiongozi kusimama imara, kutekeleza majukumu yake kwa weledi na kuendelea kujifunza kila siku, kwa sababu taifa lenye viongozi waadilifu na wenye uwezo ni taifa linalosonga mbele kwa kasi kuelekea maendeleo endelevu. Nusra Khamisi, UBTV.